Wakati mnapolala, huyo mother-in-law kishafika kwa nyumba ataachilia hiyo nyoka, na hiyo nyoka ikuje kwenyu, ipite kwa mwanaume, ipite kwa mwanamke. Hiyo ni kwamba mnakuwa initiated. Tunakuta mwanaume ambaye alikuwa mzuri akiolewa na mtu kama huyo ambaye ni dada amelizi uchawi, anageuzwa kuwa bubu, zuzu in other words. Chochote kila anasema unafanya. Okay. Kwa sababu umeoa a wrong person ambaye ni mchawi, hizo mandoto zako zote zinafanya nini? Zinazimwa. So unabaki kuishi maisha si yako. Okay. Tuko na watu wanajaribu, mtu wa Mungu ameoana, anajaribu hata kuweka biashara. Anaipeleka, at the end of the day, badala ya biashara kumpatia faida, amebaki na madeni. Anaenda anaandikwa kazi within 3 months, anavutwa job. Anapeleka watoto wake shule, karo ya kulipia watoto ni shida. Chunguza ni nani ulioana na yeye. So wewe unaweza kuwa tu ni good husband. Yes. Innocent husband. Kabisa. Umeoa mtu ambaye amebeba laana. Yes. Itakuja ku affect forever. Kabisa. Mwingine unakuta watoto wako kizaa, wakifika mwezi fulani lazima wakufe. Hiyo ni laana. Laana. Tuko na watu ambao wanashindwa, ni nini hiki nilijiingiza? Maana wakati nilikuwa kule nje, maisha yangu ilikuwa mzuri. After kuolewa, ndio vichapo left, right and center. Anawisha afadhali angeremain single. Yes. Sasa ukioka familia ambayo iko na uchawi, tuko na vitu vitatendeka maishani mwako. Number 1, you will never have peace. What? You will never have peace. Na watoto wanateseka si kwa sababu ni wagonjwa. Mother-in-law does not want me to stay in that house because yeye ni mchawi. Yeah. So unaweza kuwa wewe ni a lady umetoka kwa familia ya uchawi. Ama pia wewe ni kuzuri. Yes. Lakini umeolewa kwa familia ya uchawi. Bado itakuwa affect kabisa. Maana bwana yake amefunikwa macho na mama yake. Kile mama yake anasema ndio kijana anafanya nini? Kama ukiona kwamba mzee wako ana fail, kabiashara kana fail, ama ndoa yenu ina fail. Ndoa yenu ina fail. Kila kitu mnafanya na fail. Kina fail. Jiite kinaitwa factory setting. Kamkutano. Hiyo ni spirit of failure. Yes. Hello good people and welcome back again to KG Mtoto wa Mungu TV. Thank you for new and returning subscribers. I don't take your support for granted. I salute you all for your support. Thank you so much. And today in our show we have this amazing guest who's ready to share a lot with you. Because it's all about learning, I believe you are going to learn from this show. That's why we normally do these shows, okay? But before that, kama uko pale nje umekuwa ukitafuta the best college to go and learn your skill, ama wewe ni mzazi umekuwa ukishindwa utapata wapi the best college for your kid, worry no more. Ludox Skills for Life Technical Training Institute is the best of the best vocational college in Kenya. Why am I saying it's the best of the best? When it comes to school fee, ni affordable. Wamekuangalia hapo kwa mfuko, wamekujali. Maana hapo ni pa muhimu sana. Also ni accessible. Wako along Thika Road, ukiingia na hiyo barabara ya Mumbi Road, ukielekea pale kwa GSU, the whole apartment ni shule, surrounding area hakuna kelele. Kwa hivyo kama unasoma, hakuna kelele na pia umelindwa. Also they offer different skills, different courses like certified nurse assistant, caregiving courses, beauty therapy and cosmetology, plumbing, electrical engineering, computer packages and other diploma courses in ICT. Hii sio jaba. For more information, call the number on the screen. I promise you, you will never regret going there. So welcome as we start our show. Hello Apostle. Hello sir. How are you sir? I'm fine. You look smart. Thank you so much. Karibu sana kwa show. Nashukuru. Wow, it has been long. Yes. Hey, sijui ni miezi ngapi? Habari ya Siaya? Siaya ilikuwa sawa. Tulikuwa kule Siaya pale panaitwa Barober. Barober. Yes. Watu wa Barober. Barikeni sana. Karibu tu na Bumala. Yani mpaka wa Luyaland na Luoland. Barabara ndiyo inagawanya. Tulikuwa tumeenda pale kwa ajili ya ordination of one of our pastor Reverend
anaitwa Charles Otieno. Okay. Na Mungu alitenda makubwa sana. Na prior to that nilikuwa na mikutano ya revival meetings and Mungu alitenda makubwa sana. Okay. Hata huko nilikuta watu kama 2-3 ambao wanakuwatch. Okay. Na wakasema nikuambie kwamba wanafurahia na kazi unaoifanya na kusaidia watu wa Mungu. I salute you all. Asante. Yes. Nashukuru sana. Karibu sana. Mimi niko mzima, familia yangu imelindwa na Kristo. Yes. Na kanisa letu tuko salama. Okay. Tunapozidi kujiandaa, maana niliwaambia tuko na anniversary na kuja na imefewa, wanasema hayawi huwa. Sasa Jumapili ijayo ama Jumapili ya tarehe 30 tuko na mkutano mkubwa sana wa kufanya anniversary yetu. And we are welcoming everybody. Yes. And we want to thank God even for partners who are partnering with us from abroad. And I want also to thank the members, all of viewers who are KRG. There are people who have been partnering with us towards the same work. Okay. Na nashukuru sana, Mungu awabariki sana. So it is on 30th, this next coming Sunday. Tutaanza exactly saa 2 and we expect to finish at around 6. Okay. Bishop wetu anakuja. It will be all about thanksgiving and also praise and worship. Yes. And then we have a meal of sharing together. Okay. Na Mungu atatenda makubwa sana. Okay. Mungu awabariki sana. Tunawakaribisha. Yes. We are located along Kangundo Road between Ruai and Kamulu at a place called the Stage. Yes. Kanisani. Hata we KRG tunakaribisha sana. Tutakuja. Yes. Tunaweza fika. Amina. Unajua nyinyi mkifika Yes. hata sisi tuko pale. Amina. So nimekuja kunotice kuna watu wanakujua. Yes. Kwa hii media. Yes. Nimeona wana comment paka na majina zako. Yes. Full. Yes. But hata kama ni hivyo, Yes. lazima tujiintroduce. Kabisa. Kwa wale ambao wakujui. Naitwa Apostle Alfred Ibacha. Yeah. Apostle Alfred Ibacha ndio jina langu. Yes. Nimeoa, niko na mke mmoja Yeah. na watoto 3. Yeah. Na ni mchungaji wa kanisa. So ukitaka kutupata ni vile nimetaja hapo maelekezi yetu. Na tunapozidi na kipindi utaelewa zaidi. Na Mungu atakubariki sana. Yes. Na wale ambao mna comment, God bless you. Tuko na wale ambao wanasema kweli kazi, na nimekuwa kila naitwaje, kila programu natuma ninabarikiwa sana. Okay. Hata ile uliweka jana ya ndugu alikuwa anazungumza kuhusu mambo ya ndoa. I listen to it very well. Na najua kwamba watu wanateseka. Watu wanateseka. Kabisa. Especially men. Yes. Unajua ladies Yes. wanaongea inawatoka. Kabisa. Men wanafungia. Si niliona hata mwingine men hapa Nakuru alienda akajirusha mbele ya trailer. Yes. Unajua hiyo ni pressure na trailer ikapita juu yake. Kwa sababu men don't speak. Unajua society tunacha kwa njia kwamba ati lazima, wanasema mwanaume lazima uchipige moyo konde. Ujikaze. Mwanaume atoi machozi. Lakini the more unatoa machozi, that's why men are dying very early. Hiyo kwa sababu pressure. Wanawake wanaishi mingi kwa sababu wana relieve pressure through kuzungumza. Yes. Mwili huu imeundwa kwa design kwamba mtumishi wa Mungu haitakikani icontain. Unajua computer ukijaza vitu, unajua the way computer ilijengwa walistudy mwanadamu. Okay. So computer is a result of a human being. So ukiweka vitu kwa computer sana na ukose ita crash. Yes. So the same na mwanaume. Yes. Na wanaume wengi hata wewe unasikia gender based violence. Wanawake ndio wana cry very loud lakini men ndio wanapitia ngumu kuliko hiyo. Yes. Maana mwanamume huwezi jipiga nduru kama unachapwa, huwezi fanya vitu hizo, vitu zote kwa mwanaume zinatendeka. Na is better as we continue, men who are there and suffering, it is better you speak out. Yeah. Like the guy who spoke yesterday, we thank God for that. Wow. Asante. Hiyo ni another topic for another day. Amen. Today we are talking about different things. Yes. And I believe our viewers wanaenda kulearn so much from the show. Amina. So Apostle. Yes. It is your time. Asante. Yes. Leo tunataka tuongelee kuhusu kwamba what happens to you unapoolewa na mtu ambaye ako na laana. Number 2, unapoolewa na mtu ambaye ni mchawi. Number 3, unapoolewa na mtu ambaye kwao ni wachawi. Yes. Number 4, unapoolewa na mtu ambaye amejipeana kwa devil worshipper. Hizo vitu vyote tunaenda kuzungumza nazo. Na nianze kwa kusema ni nyakati tu hizi ambazo tunaishi, mtu wa Mungu, ambapo unaona kwamba ndoa hazifanyi kazi. Okay. Na zingine ni ndoa za uchungu. Ambazo Mungu haku intend. When God alitaka mtu aolewe, alitamani uwe kwa hiyo ndoa na baraka. Lakini wengine badala ya ndoa kuwa machozi, akuwa baraka, imekuwa ni machozi. Tuko na wadada wanalia, tuko na wanaume wanalia. Kwa sababu gani? You married the wrong person.
Mtu ambaye amejiingiza kwa uchawi. Unajua ninaambia kwa watu, kwa mfano kule nilikozaliwa, tuko na familia ambazo zimejikita mizizi kwa uchawi. Okay. Na tunakuwa na kitu inaitwa inheritance ya uchawi. Na tuko na specifically person in the family ambaye apenda asipopenda ndiye atakuwa mrithi wa hiyo nini? Hizo uchawi, hizo manyoka. Na unakuta tuko na wadada ambao wameingia kwa ndoa pasipo na kuambia mabwana zao, waliniherithi, maana ni anakuja na uchawi katika nyumba yake. So unakuta kwamba umeoa mtu kwa kiuchawi na hujaelewa kwamba unapooa mtu kama namna hii, tuko na consequences zinakuja hapo mbele. Na hizo ndio consequences tutaka tuzielewe zinatendeka namna gani. So tuanze ya kwamba unapooa mwanamke mchawi ni nini kile kinatendeka. Mchawi ama anatoka kwa wachawi? Hapo utofauti? Tuko na utofauti. Okay. Tuko na ule anatoka kwa uchawi. Sasa uchawi ya kwao ina manipulate ndoa yake. Na tuko na ule mwenyewe ni mchawi, alilizi vitu za kwao. Sasa amekuja, unajua kule uluyani mtu wa Mungu, ukiolewa na dada ambaye analizi vitu vya kwao, utakuta kwamba anapokuja kwako, tuko na nyoka na patiwanga na kuja nayo. Na hii inatendeka namna gani? Utakuta mother-in-law atasema kwamba anakuja kukutembelea. Hakuji hata kama hapa ni Nairobi, atakuja na hiyo nyoka. Ni nyoka zile zimefanya namna gani? Zimewekwa mairizi, zimepangwa mafuta vizuri, zinametameta. So wanapokuja kukushirikisha, maana huyu sasa na initiative kwa uchawi, itakuwa kwamba wakati mnapolala, huyo mother-in-law kishafika kwa nyumba, ataachilia hiyo nyoka, na hiyo nyoka ikuje kwenyu, ipite kwa mwanaume, ipite kwa mwanamke. Hiyo ni kwamba mnakuwa initiated. Tunakuta mwanamume ambaye alikuwa mzuri akiolewa na mtu kama huyu ambaye ni dada amelizi uchawi, anageuzwa kuwa bubu, zuzu. In other words ni kwamba kile dada atasema, ndicho ndugu atafanya nini? Atafanya. Ushaiona kijana ambaye amezaliwa kwa familia vizuri, na all of a sudden alikuwa anakuwa na mandugu zake vizuri sana, lakini utakuta kwamba tuko na hedge ama mstari inakuwa drawn immediately anapooa. Tunakuwa na kitu kinazuia yeye kuwa na uhusiano na mandugu zake, kinazuia yeye kuwa na mahusiano na mama yake mzazi. Ndugu anajitenga na he becomes so wild. Ni kwa sababu ameolewa na mtu ambaye ni mchawi na amekuja kumanipulate. Utakuta na kwamba anamtumia kama remote control. Na unakuta kwamba huyu anakuwa initiated. Sasa yeye ndiye anatumika kufanya vitu vya udada. So consequences ya kuwa mwanamke mchawi, kabla sijazungumza kuhusu ule anatoka katika mahali pa uchawi na ule anatembea na laana, ni kwamba utakuta mwanamume ambaye maisha yake yalikuwa naenda vizuri, unakuja kuwa sasa ni zuzu ama puppet ya huyu mwanamke. Chochote kila anasema unafanya. Akisema kwamba kuanzia leo uhusiano wako kati na mamako mzazi inakatika, unakuta ndugu anatengwa na wazazi. Anatenga wazazi, anatenga mabrothers zake. Unakuta mtoto ambaye alikuwa anaishi vizuri na ndugu zake, anaishi vizuri na mama zake, all of a sudden kitu kinakuwa ni kama wall imejengwa kati yake na wazazi wake. Na ni kwa sababu huyu aliyekuja, maana uchawi ina-operate kwa secrecy. Ina-operate kwa siri. Ni kwamba haitakikani ijulikane. Na uchawi ni namna gani? Let me just give a very simple definition. Uchawi ni kutumia nguvu kumanipulate maisha ya watu. Kumanipulate, kuchange destiny zao, kuachilia madhara. So huyu ndugu ambaye ameoa ameoa mwanamke ambaye ni mchawi, number 1 atakuwa zuzu ya huyu mwanamke. Number 2, hakuna kitu chake kitasonga. Mwenye kusema katika nyumba hiyo ni nani? Dada. Mwanamke sasa. Bibi. Anamwambia twende left, anaenda left. Na ndio nilikuwa naambia vijana wengine hata kanisani nikiwatia ushauri, usiseme kwamba ati wewe uko na nguvu ya kucontrol mwanamke. Women have power. Wanawake wako na nguvu vile Mungu amewaumba. Umeona hata siku moja tuliona kwa praise, wakati the late president Mwai Kibaki, bibi yake akisummon praise kuje, president atangaze kwamba ako na bibi mmoja. That is how powerful women are. Serikali, first lady always summon media. The only person akona authority ni president. So when women come, na kwama huyu ametoka kwa nguvu za kiuchawi, ata make sure kwamba huyu mwanamume
imemturn kuwa zuzu. Na nazungumza hiyo hata kwa mtumishi wa Mungu ulifanya vizuri sana ili kwamba nikuje nizungumze hii topic. Tuko na wanaume wamekuja kanisani ambao ukiwaangalia wanaume analia machozi. Tuko na mwingine ambaye kwa sababu huyu dada ni mchawi, ndugu alikuwa anafanya kazi hapa UN nini hapa kwa NGO fulani, na akasaidia dada akaenda kwa nini kwa inaitwa namna gani, akaenda kwa UN akafanya kazi. Huyo dada sasa alimanipulate huyo ndugu. Sasa yeye akapata contract na UN, anapata 1 million. Do you know what happened to the brother? Alimake sure kazi ya huyu kijana imeisha. Na all of a sudden jamaa amenipeleka kwa nyumba zake, nyumba ile amejenga kule Busia, na amenipeleka kwa nyumba yake ameweka karibu na kanisani pale, nyumba kina vice president wanalala ndani, unafikia ni nyumba ina gani? Lakini as we are talking right now, ndugu aliisha kazi, dada alimwendea kichini na uganga wake, akaenda akaoa mwanamume mwingine na akachukua magari zote za huyu ndugu. Huyu ndugu hata shilingi moja hana, ndo ako na kinyumba kikubwa. Lakini kwa sababu huyo alitoka, maana anatoka, sitaki kutaja kula anakotoka, ninakwambia kitu practical nimekiona na macho. Jamaa ako kwa kinyumba kikubwa lakini hana kitu. Vitu vyote vyake vimechukuliwa, maana aliyemuoa ni mwanamke ambaye aliingia kwa uchawi. Though he is in UN, lakini anafanya uchawi. So kila ameenda akafanya, akatafuta kijana mdogo, ndio sasa amemuoa, ndio manipulate nini vizuri. Na wakiona na huyu ndugu yangu hakukuwa na kitu. Ndugu ndiye amemsomesha, ndugu ndiye amemfanyia kila kitu, lakini amemanipulate destiny ya huyu ndugu. So we are trying to rehabilitate him ili afike ile level Mungu alikuwa amemweka. Akikuonyesha profile picture zake na ukipita kwa album unaanza kuona machozi yanatiririka. Reason being ya kwamba he married somebody who inherited witchcraft. Na mimi nilikuja kushangaa nikafikiria kwamba ati witchcraft inafanyika hapa Kenya. Nimepokea simu kutoka kule sehemu za ng'ambo. Unakuta hata watu wengine wame-export witchcraft kule. Yes. Wameenda naye kabisa. Mwanamke amekalia mwanaume kule, na mwanaume akikwambia maneno ni kwamba vile huyu mwanamke anafanya, utashtuka sana. Anafanya nini? Amefika level ya kwamba unakuta kwamba tuko na vitu ambavyo tunafikiria zinatendeka pa Kenya peke yake. Vile anapika chakula, anaweka madawa kwa hiyo chakula hiyo mwanaume. Anaweka inaitwa nini? Uganga, na analeta hizi manyama hata hizi zinaitwa malizard kwa mkula Amerika, nilikuwa nafikiri aziko, anazikamata na vile anazitengeneza, anaziweka. Huyu mwanaume akiwa hata kwa sitting room unaona hizo malizard zinafanya nini? Zinakuja. Na huyu mwanaume ananiambia vitu vyake vyote vilisambaratika. Ako UK. Anaishi kwa, alikuwa anafunza kule South Africa, akaenda UK. Sasa mwanamke wake akamanipulate. Kwa sababu gani? Mama yake, ndugu yake, dada yake wote ni wachawi. Na hata huyu dada akawa sasa ndiye amelizi sasa hiyo uchawi vizuri. Anamlisha huyu ndugu alikuwa anasema vitu alikuwa analisha kabla hajafunguka macho. Yeye alikuwa anafikia kwamba ni chakula kile analisha nini vizuri. Kumbe ilikuwa tena baada ya hapo nyota yake inakuwa exchanged. Sasa aliyekuwa anabebea kwa mambo ya shule na kufundisha na kupata pesa, hiyo nyota yake ikawa reversed kwa brothers wa huyu mwanamke. Na alipogundua kwamba shamalizana na huyu ndugu, alimuacha na aka move on. So ikabidi sasa ndugu aanze afresh. So consequences ya kuwa mwanamke mchawi, number 1 nimesema atamanipulate, akufanye uwe zuzu. Naye hapo chenye amesema ni ukweli, maana hata mimi alinipigia kabisa. Umemsikia huyo ndugu? Alinipigia. Na aliniambia sijui anakuja in the next 1 month ama sijui nini. Amesema pia atakuja kushare testimony hapa. Na kuambia hii ni nzito sana. Maana according venye alinieleza, najua naogopa kusema vitu zingine. But mi kulingana vile alinieleza, wacha tu niseme kwa undani. Watazamaji, life is spiritual. Wacha nikuambie dunia venye iko. Huyu alinipigia simu, akasema anaomba na wewe. Na akaniambia vile bibi yake amemtumia uchawi. Na saizi alikuwa na magari hana. Alikuwa na kazi hana. Pesa zote hana. Na angejipata siku moja amemea sijui private party ya wanawake sijui wapi kabisa. Alikuwa ananieleza. Yaani alisukumwa vitu. Hii sasa naisema kwa sababu alinipigia. Sio kusikia kutoka kwa pastor. Naona hata asemi venye mimi aliniambia. Mimi alinipigia. KG nini naongea na KG. Akanieleza mambo mazito. I promise you guy. Hii ushuhuda
inakuja. Amen. Yes. Alafu kuongeza tena akasema kwamba unajua tena hawa wanawake wanawake hawa wachawi wana change even your appetite ya sex. Sasa badala ya kutamani kuoana na kufanya mapenzi na mwanamke unakuwa na tamani sana desire kuwa na mwanaume. Gay. Sasa huyu unakuta kwamba hataki, maana sex is a covenant. Yes. Na ukienda ulale na yeye maybe utakuwa umenutilize power zake. So anakutumia kitu ambacho unakuta kwamba desire ya wanawake inaisha, so unakuwa na desire ya wanaume. Ndiye azidi kumanipulate. The man who is coming will also talk like that. Sikutaka kuzungumza, lakini kama amekuzungumzia iko sawa kabisa. Alinipigia kwa line yangu yake. Yes. So vitu kama hiyo unakuta kwamba ukiwa mwanamke mchawi, na wengine uchawi haijachorwa kwa mtu. Siku moja nilikuwa nafikiri kwamba hata hapa Nairobi hakuna wachawi, lakini nilipokuwa naendelea kanisani kule ndio nilikuja kugundua kwamba wachawi wako. Maana siku moja tuko kwa kesha, unakuta watu wako na uchi nje. Nje ya kanisa tunaomba kwa kesha. Wako naked. Na wamekuja kufanya. So mmoja wa Asha anapotoka anakuta watu watatu naked. Walipoona, unajua vile wanakimbianga wachawi, wakakimbia wakadisappear. So nikakuja kugundua kwamba hata kama watu wamesoma namna gani, as long as mtu hajakuja kwa Kristo ama hajaokoka ama hajajitenga na vitu vya kifamilia, utakuta amerizio uchawi. So number 1 nimesema ina manipulate. Number 2 nasema ukioa mwanamke ambaye ni mchawi, ana change nyota yako. Uliolewa na yeye, ulimuoa ukiwa ni mtu ambaye maisha yako yalikuwa naenda mahali fulani. Yanaendelea, biashara uko sawa, unanawiri. Unakuta all of a sudden yeye ndiye anapik, ama kwao ndio kunaendelea, wewe unaanza kurudi wapi? Chini. Unakuta mwenye alikuwa anatajwa kwa familia kama ni msaidizi, unakuwa sasa umebaki omba. Maana kila wachawi wanatakanga ni kudominate ili kwamba wawe ndio kusema. Na ukiangalia saa hii hata wanaume wengine wanateseka ni kwa sababu they married these wrong people. Ambaye ni mwanamke ambaye amerithi uchawi kwao na amekuja nao. Na mchawi anatakanga awe ndio kusema. Hata utamkuta the next thing atafanya ni kugeuza mioyo ya watoto iwe kwake. Utakuta mzee saa hii amezeeka na hakuna mtoto anamsaidia hata nduru. Mzee alikuwa anafanya mjengo, anasaidia watoto wake kufanya kazi, lakini kwa sababu alikuwa the wrong woman, mwanamke amegeuza. There is a story nilisikia ilikuwa inalia machozi sana. Mzee ako kule sehemu za Nakuru, lakini at the end of the day alikuja kakufa. Mama amekuwa ni mchawi, amenisigeti watoto wake wote, aliwapeleka kule ngambo mzee. Wote wako Amerika, alinionyesha picha, lakini hawezi tumia baba yao hata shilingi moja. Baba analia, hata chakula kukula ni shida. Lakini mama yake sasa alijitenga na mzee, akakuja kajenga nyumba hapa Buruburu, anakaa maisha mazuri, watoto wamtumia pesa, lakini watoto wamemanipuletiwa na mama yake. Kwa maana mama yake anashiriki kwa uchawi, amemanipuleti watoto na kugeuza mioyo ya watoto wasipate kumsaidia baba yao. So mzee ambaye ameolewa na mtu ambaye ni mchawi, utakuta kwamba nyota yako inabadilishwa. Na sio mzee peke yake, hata mama uko hapo, unaoa mtu ambaye amerithi uchawi kwao. Sasa tuko na kesi nimeipata juzi. Ilikuwa ni Tuesday. Mama amekuja akilia machozi sana. Maana mzee wake, mama yake ni mchawi, na ameshirikisha mzee wake kwa nini? Kwa uchawi. Na kile kimetendeka ni kwamba sasa ijapokuwa mzee ako na pesa, lakini sasa nguvu za kiume za mzee zilienda. Mama anatamani kupata mtoto. Wangapi? 3. Lakini sasa sababu alipoingia kwa uchawi, unajua devil hapeanangi kitu without exchange. Ni unipatie pesa na mimi nipeane uzazi wangu. So mama anasema mzee wake sasa hii ni flat. Imepita miaka sasa 5 sasa, hakuna kitu kinafanya nini? Kinaendelea. Number 2, huyu mzee alikuwa anataka hata kutoa watoto wake kafara. Juzi ana watoto wakalipofika sijui Westlands, mtu akasema hapana, mimi sisikii kwenda na hii safari, kabidi waweke kwa Uber warudi, naye akaenda nyumbani. Sasa huyu mzee, hatusemi kwamba mama peke yake ndio wanakuwa wachawi. Tuko na wazee ambao wanashirikishwa. Kwanza wazee ambao husikiza sana wa mama zao, ambao mama wanainamia miungu. Unakuta kwamba wanarizisha watoto vijana kwa nini? Kwa uchawi. So unakuta kwamba huyu mzee sasa, kwa mfano huyu nazungumza naye, nguvu zake za kiume zimefanya nini? Zimekalas.
Na hasa mwingine akiwa ni mzee amepata kuwa mchawi, utakuta akienda kilala na bibi yake, mimba zinafanya nini? Zinatoka. Ushasikia mwanamke ambaye ameolewa na mwanaume anashindwa ni kwa nini akipata tu mimba inatoka. Hiyo ni consequences ya kuwa mtu ambaye ni mtu ambaye ni mchawi. Maana yale madhabahu yake yanaitisha nini? Sadaka. Na tuko na wamama sasa wanalia kwa sababu gani? Ndoa amekaa anatafuta tunda la uzazi wake. Mimba ya kwanza namna hivyo akifika miezi 3 dadi hiyo imeenda. Na utakuta huyo mzee akiambiwa kwamba timema imeenda, yeye astuki. Anasema utapata ingine. Yeye anajua kila anafanya nini anakifanya. So mtu wa Mungu unapoolewa na mtu ambaye ni mshetani mwenyewe, amekuwa mchawi, hizo ndio consequences utapata. Pesa zitakauka, watoto kwa nyumba itakuwa ni shida, na kupata hiyo mimba mama kama umeolewa na mzee mchawi utakuta ni ngumu sana. Ama wakati fulani unapozaa watoto, unazaa watoto ambao ni visirani. Unakuta mtoto ambaye kama mwingine aliniambia yeye pastor sijui amefanya analia kwa Mungu, maana yeye ni mtu anaenda church, bwanaka anaenda church, lakini watoto wake wote wamezama kwa dimbwi la ulevi. Mpaka msichana wanavuta manana shindwa. Yeye amekuwa tangia kwa mtu mzima, mtoto mdogo mpaka ako mzima, amekaa kwa Kristo. So hivi vitu zinatendeka ni kwa sababu gani mtu wa Mungu? Ni kwa sababu watu tumeoa wrong women. Na tuko na kitabu tulikuwa tunafanya wakati tulikuwa kwa shule, ilikuwa inaitwa River and the Source. Inatagharimu sana mtu wa Mungu uchunguze uelewe. Maana kitabu ilikuwa inazungumza kuhusu suitors, wale walienda kutafuta bibi. Wengine wetu hatufanyi uchunguzi. Tunaona tu kamsana kamrembo, tunasema tunaoana na yeye. Bila kwenda hata kule ushago kwao kuchunguza huyu mtu anatoka wapi. Unakutana na mwanaume tu hapa ako handsome. Unasema hapana si tutaoana tu. Bila kujua kwamba hata kama mnaoana, unaoana mtu huyu anatokeza wapi. Na hiyo imeleta madhara sana. Unakuta wadada wengi wanapitia shida, wanaume wengi wanapitia shida. Mwanaume fulani ukiwa tena mwanamke mchawi utakuta kwamba ulikuwa uko na aspiration ya becoming somebody in life. Malengo yako kiwa unakuwa tuko na vitu ulitamani vifanyike. Lakini wakati umekuja hapa kwa sababu umeoa a wrong person ambaye ni mchawi, hizo mandoto zako zote zinafanya nini? Zinazimwa. So unabaki kuishi maisha si yako. Number 2, what happens when you marry a woman who is cursed or a man who is cursed? Na laana zinakujanga namna gani mtu wa Mungu? Tuko na mtu ambaye akikaa kwa familia yake alikuwa analeta shida kwa wazazi. Dada alipatia shida mama yake, ndugu alipatia shida mama yake, automatically aliattract nini? Laana. Na hiyo laana kama haijavunjwa, wewe utakuja kuwa mtu fikiria umeoa mtu ako sawa. Na utakuta kwamba umeoa na mtu maisha haisongi. Mnang'ang'ana isiyo ya kawaida. There is a person, there is somebody who came to me akaniambia, pastor, kwani ni nini sijafanya? Kama nikuuza hii, ninaweka pesa hapa zinafanya nini? Zinaenda. Ninapeleka watoto shule hawasomi. Sasa akasema the only option niko nao ni kufanya nini? Kujiua, kujitoa uhai. Sababu I don't see the meaning of getting married. Na akasema sangia nilipokuwa mimi kutoka kwetu nilikuwa mtu mzuri sana. Kumbe he married somebody ambaye alikosana na wazazi. Na wazazi wakatamka laana kwa maisha yake. Laana ikiwa na mtu awe mke awe dada. Mtu wa Mungu, upende usipopenda, kama haijavunjwa, ukiingia kwa ndoa, consequences hiyo laana itakuja. Tunaenda tu pole pole ndio watu wa Mungu wasikize vizuri. Maana tuko na vijana sasa hivi mnapitisha wazazi kwa moto na unafikia ni kawaida. Mama yako labda hatazungumza, lakini machozi yala analia yanakamata maisha yako, inaachilia laana kwa maisha yako. Sasa wewe utakapoolewa utaletea huyo mtoto wa watu shida. Maana maisha yako imebeba laana. Na kama wazazi hawajarejesha, kwa mfano tu niende tu kwa Biblia kidogo tu niwapatie. Tuko na mtu mmoja anaitwa Ruben kwa Biblia. Ruben alifanya makosa, akapanda kitanda cha baba yake, akalala na one of the concubine with his father. And Ruben baba yake akaachilia laana, akasema kwamba Ruben, wewe ni firstborn yangu, lakini utakuwa like unstable waters.
Iligharimu Musa kurekebisha hiyo laana ilikuwa imewekwa juu ya nani? Ya Ruben. Na maisha yake ukiangalia hata Ruben ukisoma historia alikuwa mzima mkubwa, lakini maisha ya Ruben ilikuwa unstable. So tuko na watu ambao wameoa wanaume ambao wamebeba laana kutoka kwa wazazi. Laana ya kwanza inatoka kwa wazazi. Uko na dada amebeba laana kutoka kwa nini? Kwa mama. Ulipitisha watoto wazazi wako kwa shida. Ulipelekwa shule ukatoroka ukafanya vitu, na hii ikafanya mzazi akazungumza maneno. Hata kitu ya ajabu, tuko na watoto wengine wamechapa wazazi. Yes, tuko na watoto wanachapa wazazi. Na unafikiria kwamba ni lika yako, lakini dadi anaachilia laana katika maisha yako. So dada ukikutana huyu mtu ambaye alichapa mzazi wake, hata kama unaomba as an intercessor namna gani, pasipo baba yake kurudisha maneno, mtu wa Mungu, itakuwa shida ama vigumu wewe kufika ile level unatakana ufike katika kimaisha. Ama walifanya tu vitu ikaudhi wazazi. Kabisa. Wakaongea maneno. Kabisa, si kama mzazi anakuambia fanya kitu fulani hivi, na unaona mzazi anakutuma pahali fulani, wewe unaenda the opposite direction. Ama hii vitu anafanyanga, wewe kazi yako ni mzazi anakulipia school fees shule, lakini wewe umeamua tu kuwa rogue. You don't attend it. Kuna mtoto alinistua sana, mzazi wake amemlipia hii Strathmore University. Sasa mzazi anafikiria mtoto anasomanga. After 4 years, si wanataka kwenda graduation. Mtoto mzazi akifika kwa graduation anaambiwa we are very sorry. Your son has never attended what? Na unajua Strathmore University iko na pesa mingi. Hata kama kulipa ni pesa mingi. Hata kama mzazi anakupenda, ile machozi amelia peke yake imeachilia laana katika anga yako. Na ukiona na mtu kama namna hivi, kwa sababu wazazi wake walitamka ama machozi yao ilifanya kitu, maisha yako itangangana. Tuko na watu wanajaribu, mtu wa Mungu ameoana, anajaribu hata kuweka biashara. Anaipeleka, at the end of the day, badala ya biashara kumpatia faida, amebaki na madeni. Anaenda anaandikwa kazi, within 3 months, anavutwa job. Anapeleka watoto wake shule, karo ya kulipia watoto ni shida. Chunguza ni nani ulioana na yeye. Anatokeza wapi? So unaweza oana na mtu ambaye ako na laana, ila according venye unasema, ama watu wanaweza kuwa na laana, uwe bwana au bibi. Na mambo yake yaenda mbaya. Kabisa. Inaenda mbaya kwa sababu gani? Hiyo laana unajua watu wajaelewa laana ni nini. Lakini mbona laana ya ambaye nimeoa ini affect na mimi sio wao? Mnafanyika mwili mmoja. Ndio nakuja tu hapa mbele utaelewa. Ukioa bibi nasema mnafanyika mwili mmoja. Tuko na sahi, kwa mfano wewe dada ambaye unapenda kufanya raha sana. Wewe unaenda unalala na wanaume hapa na pale na pale. Unakuta unaenda unalala na mtu ambaye, kwa mfano, laana nyingine inakujaga namna hivi. Unakuta unaenda unalala na mtu ambaye ameua watu. Biblia inasema ukishiriki na mtu mwili mmoja anakugawia sehemu yake. Inamaanisha kama amebeba laana ya kuua watu, inafanyika sehemu yako. Na hapo ndio watu wamekosa kuelewa. Ukiingia kwa mambo ya uhusiano ya sex, it's a covenant. Ngono ni covenant. Na unapoingia katika ngono inamaanisha unashare mwili wake na yeye. That's why unakuta hata kama ni mchawi ukilala na yeye, amekushirikisha kwa hiyo uchawi. Ndio unakuta anga yako inakamatwa, maana umefanyika mwili mmoja na yeye. That's why nyakati zile zamani watu wakitaka kuoana, wazazi walikuwa nafanya uchunguzi sana. Unaoa familia gani? Na ni watu wa aina gani? Ni kizazi tu cha siku ya leo tunakutana tu Nairobi, tunaanza hata mapenzi hata bila kujua huyu mtu ametokea wapi. Unaoa mwanamdada ambaye amefanya abortion. Na si moja, si mbili. Dada moja alikuja kwa church kule na akaniambia, pastor, nataka mtoto. So wakati namwekelea mkono, nikasikia sauti kiniambia, toa hiyo mkono. Muulize ni nini kile alifanya akiwa college. Maana alikuwa ameolewa kwa ndoa kama 3. Na kile ni mdada mrembo, kile alikuwa naangukia ni watu matajiri. Lakini problem hawezi pata nini? Mtoto. Hiyo ni laana. Laana. Na ilitokana sababu gani? Wakati alienda alikuwa shule, alitoa mimba kama 7. Na unajua watoto watu wanatoanga, wanaavya mimba, wanafikiria ati ni kitu tu kinafanya nini? Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, nikasikia katika sauti watu wakiniita, sauti zikisema mimi ni mzazi wao, I am their parents, katika kitabu cha Isaya. Na nikauliza,
Kwa nini nasikia sauti na duniani nilipokuwa sikuwa na mtoto? Inamaanisha hawa watoto ambao waliavya, sauti zao zinalia mbele za Bwana. Na unakuta kwamba umeolewa na mtu ambaye laana ya kutoa mimba imemfuata, na unapoingia kwa ndoa unatafuta mtoto, hizi sauti za watoto aliyoavya zinalia, zinateta mbele za Bwana. Ndio unakuta hauwezi pata nini? Mimba mpaka urejeshwe. Okay. So tuko na wadada wako hapa, hata wanakuja kanisani, anaficha hii siri, anasema ni siri yake. You must confess. Lazima ukiri ndio Mungu akurejeshe. Na wengine wanafikiria kwamba God is a just God. Mungu ni Mungu wa haki. Hawezi kukutendea hata kama amekusamehe, lazima uwe tayari kukiri makosa yako. Hata jaji kule kotini watakusaidia unapokuwa tayari kukiri nini? Makosa yako. So watu wengine wanasema kwamba pastor, huyo ni laana. Si umelala na yeye, mmelala kitanda moja na mmefanya ngono, mmefanyika mwili mmoja. Kama aliua watu, hiyo laana ya watu imekuja kwako dada. Kama alikuwa ni dada na avya mimba, hiyo laana, hao watoto kilio chao kinafanyika mbele za Bwana, na unakuta inashika maisha yako kabisa. Na watu wengi hawajui kitu, wanafikiria, unajua problem ya kizazi hiki ni to ignore some things, and you find you are struggling. Na kitu cha kustruggle, ungesema tu pastor, ama ungesema tu mama, naomba msamaha. Yes. Ungeambia bwana wako, tafadhali hapa kama tunaendelea nilifanya hivi na hivi. Unajua the truth shall set you free. Yes. Wengine wetu tunamezea ukweli, na ukweli umetuumiza, unakuta ndoa haisongi. Sababu wewe mwenyewe unajua kwamba uliavya mimba. Yeah. Number 2, ulilalala na watu ambao wengi wao ni watu ambao wanatokana, mtu kama ameua watu. Kwa mfano huyu kijana alikuwa na hii mili zilikuwa zinapatikana kule sehemu za inaitwaje Tasia kule nini Kware pipeline kule. Yes. Kama ni huyu kijana alikuwa anafanya na wewe kuwe girlfriend wake, do you know ni laana umefanya nini? Sasa utakuta another consequences zitakupata kwa vitu kama hizi laana. Mtazaa watoto ambao wako na defect. Na watu wengi hawajui hivyo. Tuko na ulemavu ile inatokana na Mungu kweli, na tuko na ile ingine kwa sababu tuko na laana uko nayo. Okay. Uwezi kuta kwamba kwa mfano unakuta familia mama kizaa ni defect. Tuko na mama nilishtuka sana, nikaona kwamba amezaa watoto wote tu ni walemavu. Ukianza kutafuta kile mama alifanya kwa wazazi wake, ni laana mama baba yake alimtamkia. Akasema hata ufanye namna gani, hautapata amani kwa maisha yako. Na ni ukweli hana amani. So inakufuata paka kwenye unaenda kuolewa. Kabisa. Ni maneno yamenenwa kwa anga, na hata uenda Amerika inakufuata. So wewe unaweza kuwa tu ni good husband. Yes. Innocent husband. Kabisa. Umeoa mtu ambaye amebeba laana. Yes. Itakuja ku affect forever. Kabisa. Kama mwenyewe haujajite, maana kwa sababu gani? A good husband, but mmefanya nini? Mmeunganika naye katika mwili mmoja, mmefanyika kitu kimoja. Si Biblia inasema namna hivyo? Ukioa dada unafanyika kitu kimoja. Sehemu yake inakuwa yako. Yes. Sasa hizo laana zikikuja zinakufuata. You can be a good husband. You can be a good wife. Yes. Lakini huyu partner yako kwa sababu anabeba na kitu. Tuko na watu wanashaganga, mama mwingine aliniambia mimi nashaganga na mzee wangu. Maana chochote tunajaribu kufanya hakiso. Na nikiangalia ndugu zake wanaendelea. Nikiangalia kwetu wanaendelea. So mimi nashangaa ni nini? Ni lazima mwenyewe akwambie. Unajua wengine wetu we are very secretive about our past. Yes, yes. Siri tumezifanya. Wengine hata na watu laana zinakujaga ni kwa sababu hata wewe mwenyewe uliingia. Niliona ukiweka kikundi kingine na inaitwa masturbation na lesbianism na homosexuality. Hizo vitu zote unapoingia unapata laana kutoka kwa Mungu. Na mwingine ambaye anaolewa, tuko na dada aliconfess, alinisikiza kwa Mombasa. Anafanya kazi kwa port kule Mombasa. Very good woman of God. Lakini she's a lesbian. Akianza kuniambia hiyo story yake, nikaanza kushtuka sana. Now yeye ukimwangalia ni mtu mzima, si ndio? Na ako na pesa. At that level in influence, wale ana influence kwa hiyo kitu ni wangapi? Na inatokana kwa sababu ya kula anakotoka. Laana inapotoka kule nyumbani kwa madhabahu ya kwao, hiyo itangazo. Sasa ni lazima atenganishwe na sasa mtu kama huyu kioa sasa ameingia katika hiyo mambo ya ushoga. Na Biblia inasema Mungu analaani hiyo kitendo. Na akuwe bibi yako.
kama hajajitakasa, laana hiyo inafanya nini? Nakufuata. Na utakuta automatically hata watoto mnaoenda kuzaa, utakuta kayo ka spirit kanaanza kufanya nini? Kuchipuka ndani yao. Unakuta mtoto mdogo tu anaanza kuingia, anapenda wanaume, kama ni mwanaume anapenda mwanaume, kama ni dada anapenda nini? Yes. Maana there is a curse following you because you did something ambayo haitakikani ufanye. Na hii ni mambo vijana wetu waelewe vizuri. So laana inatokana kwa wazazi, inatokana kwa Mungu, laana inatokana kwa wazee. Tuko na watu vijana ambao they are very reckless in doing things. Yes. Watu wamekushinda katika maisha, be very careful how you answer and talk to them. Okay. Tuko na watu unaweza wachokoza ama watendee kitu na wazungumze kitu katika maisha yako. Uenda kwenye umetoka ukiwa vizuri, lakini kwa sababu haujapata kuwa na heshima, na kwa sababu wewe ni kichwa ngumu, tuko na watu wanakuanga tu very rough. They abuse everybody, they beat everybody, wakifikiria kwamba hapo mbele maisha itakuwa vizuri. Wengine unawapiga hawata kujibu, lakini tuko na maneno wataachilia kwa anga. Laana hiyo inakufuata. So unakuta umeoa dada, hata kama saa ameokoka ni a good church girl, lakini vitu havisongi. Ampati mtoto, anga yenu tumbo, mama amekaukiwa tumbo, hajapata mtoto. Na akiangalia, unajua naambiaga watu, ukiangalia mamaka alikuzaa, inamaanisha kwamba wewe unatakana ufanye nini? Uzae. Yes. Lakini kama umeolewa kwamba unakuta kwamba tumbo yake imeshika, jitafute uangalie ni wapi uliangukia. Labda tuko na maneno yalitajwa wakati ulizungumza kinyume na watu wakaachilia laana. Labda hukubia vizuri na wazazi wako. Labda hata wewe mwenyewe ulianza kufanya vitendo ambavyo vilimkufuru Mungu. Vitendo kama hivi ya lesbian, vitendo kama hivi ya homosexuality, vitendo kama hivi ya masturbation. Yes. Hizi vitu vyote vinachangia, unakuta ijapokuwa uko kwa ndoa, laana uko nayo. Okay. Na unakuta kwamba anytime unajaribu kung'ang'ana kusonga mbele, vitu vinaanguka. Yes. Laana inanena juu ya maisha yako. Yes. Sasa watu wa Mungu sikiza vizuri sana. Laana ni lazima ukielewa inakufuata, uwe tayari kuikana na kuivunja. Na uko na uwezo na mamlaka ya kuvunja. Watu wengi ndoa zao zinasumbuka saa hii. Unashindwa ni nini kile kinachotendeka katika maisha. Yes. Unakaa chini unajiimagine vile umetembea hata kwa usana wako, na sasa ukifika pale uone kwamba vitu vinaanza kuonyesha red flag. Pesa haziko, mume wako ndio huyo, vitu vimekwama, wewe mwenyewe watoto wako wameanza kusumbua. Jitafute uelewe, je, tuko na laana imenenwa maishani mwangu? Yes. Nilipokuwa kijana mtoto mdogo, nilikuwa natembea na kufanya kazi aje na wazazi wangu. Nimekuwa mfano mwema ama nilikuwa that bad girl in the society? Tuko na watu wengine wanaitwaga machampion wa vijiji. Hata shuleni wanaleta shida sana. Yes. Wanajiita ni mabingwa bila kujua hiyo ubingwa wao inawangoja hapo wapi? Mbele. Kwa maisha ya baadaye. Kabisa. Wameenda wakafanya sarakasi za wizi kwa vijiji. Yes. Wameenda wakarepa hata watoto wenyewe. Waenda wakaua. Yani hivi vitu vijana wanafanyanga. Wewe unafikiria kwamba sasa wewe ni ndume. Haujui inakufuata hapo mbele. Na si vijana peke yake, hata wasichana. I have seen, mimi tuko na cousin yangu mmoja ambaye alikuwa anafanya visarakasi, anatandika wazazi wake, anaenda na ngoa hata mgomba wa ndizi peke yake. Anachapa kila mtu na anasumbua familia. Up to now she is not married. Wow. Na she is going into her 60s. Wow. Maisha yake yalisambaratika, mume hajiona, maana yeye alijiona nini na hangeambilika. Aliona kwa maana maneno ukifanyia watu watanena kwa maisha yako. So hata wewe kwa mfano ukikuja wewe na mtu kama huyu, so unakuta umeoa shida katika maisha yako. Kabisa. Wewe kama bwana uko sawa na unashindwa nini kile kinaendelea. So that is number 2. When you marry somebody who is cursed, money haitapatikana kwako. Chochote unafanya kinayeyuka. Then number 2 unakuwa na kinaitwa untold umasikini. Maana palilana iko baraka ya pesa haiwezi kuwa. Unaona mnang'ang'ana, unashindwa ni nini mbaya kile kinaendelea. Si Mungu aliachilia laana kwa Cain. Na akaambia Cain utazunguka tu. Utazunguka tu. So laana inafanyanga hata wengine wanazunguka tu. Uko kwa ndoa lakini hakuna kitu unaweza show off. Uko tu. Kabisa. Uko tu hauko. Na watu wanashangaa, na huyu dada fulani hata walimpeleka university. Unajua kile ninapedaga na hizi mambo za laana, hazita kusukuma ukiwa shule.
zinakugojeka tu pale unafikiri unataka kutosheka ama kustahereka, hapo ninaachilia. So unakuta kwamba your youth life was better, but your marriage life is a marriage of pain. So mtu ambaye umeoa mtu ambaye ako na laana, angalia hizi dalili. Huu maskini mko nao unatokea wapi? Hii watoto wetu kwenye kufanya hizi visanga zote wako nazo inatokea wapi? You may be a good woman in church, but you don't know how your husband was. Because hapo mbele nimekwambia, many of us don't want to talk about the past. Na is good hata wale ambao mnatusikiza na mnataka kuoana, msiende tukukula chips na soda peke yake. Kaeni muanze kufikiria, muwe wazi. Mtu akwambie, ndugu, mimi kule ninatoka ilifanyika hivi, nilifanya namna hivi. Wewe unaweza kumsaidia, umwambie kama ulifanya hivi, fanya hivi. Ndio mkianza maisha yenu muanze ya fresh. Na watu wengi wanang'ang'ana ni kwa sababu hizi vitu vingi watu wengi tunafanya mapuuzi. Tunaona kwamba sisi tuko kwa .com generation, sisi ni majenzi. It is good you are a Gen Z also, but know ya kwamba madhabao ama laana haijui kama wewe ni Gen Z. Uchawi haijui kama wewe ni Gen Z. Utaingia ukute kwamba from the day you entered into that marriage, it is struggling. Tuko na mwanaume sahi atakulipa rent imekuwa shida. Tuko mwanaume atakupeana tu chakula kwa mtoto amepatikana imekuwa shida. Ni kwa sababu yeye married the wrong person. Mtu ambaye ako kwa madhabao, mtu ambaye ako na laana. Na maybe inaweza kuwa ni yeye mwenyewe pia. Hata yeye mwenyewe inaweza kuwa labda hata seti ni huyo mwenye ameoa. Labda hata yeye mwenyewe ako na shida. We are talking both sides. So mwenyewe lazima tena ujitazame, uangalie hata kama napitia haya. Maana sikiza ndugu yangu, hakuna kitu natendeka pasipo na sababu. Bila unasemanga life is spiritual. Haya maisha unapitia ya ndoa yako makali. Hayakuji tu makali bure. Tuko na kitu inasababisha hiyo makali. Tuko na kitu inasababisha hiyo masikini. Tuko na kitu inasababisha hiyo kuavya mimba kwa familia yako. Tuko na kitu inasababisha vifo vya mapema. Unakuta mwingine, nilikuwa nimesahau kwa uchawi tena, mwingine unakuta watoto wako kizaa wakifika mwezi fulani lazima wakufe. Hiyo ni laana. Laana. Wewe unakuta tu meza. Tuko na ndugu moja nilikuwa namwangalia, nashindwa. Alikuwa na watoto 7. Lakini unaona trend. Mtoto wake mwingine akifika miaka 3 mpaka akufe. So she buried 3 children. Na tukasema hapana, we must ask what is this, because Biblia inasema hatutazika watoto wetu wachanga. Kufuatilia ni kuangalia ni mzazi wake alikufa na tuko na vile walikosana na ye. Na akamwambia, mtoto wangu umefanya hii, tutaona kama utapata amani. Na yenyewe hana amani. Maana ukiona watoto wanakuja na katika tu. Unajua tuko na kifo kingine kipatendeka, unaona yenyewe hii ni Mungu alihusika. So hao watoto walikuwa nakufa kwa sababu ya laana ya mama yake. Laana ya baba yake mzazi. Baba yake mzazi. Alimwambia utakuwa na amani. Utakuwa na amani. Vile umenifanya nimelia. Hata wewe utafanya nini? Utalia. Na hiyo kazi ikamfuata. Bas. So hata kwa ndoa itakuja tu. Kabisa. Si maneno iko. Maana wewe haujavunja hayo maneno. Sasa wewe unafikiria ni mzazi alikuwa anafanya. Alafu wengine wetu tunafikirianga wazazi wetu wataishi wataishi milele. Hata wengine wazazi wetu ni walevi, tunafikiria baba alizungumza akiwa mle. Hata kama baba yako ni mlevi, maneno nayo zungumza yasike kwa makini sana. Maana mtu wa kwanza kwa maisha yako kukubariki si pastor. Mtu akaanza kama maisha hata kama apostle ameanointiwa namna gani, ni baba yako. Awe mlevi, yeye ndiye ako na baraka ya maisha yako. Yeye ndiye kuhani wa kwanza. Na hii mambo ya watu wanaendaga wanapuza, wanasema hii ni mzae. Si huyu kindugu alikuja akasema yenyewe pasi, nataka mniombee. When we prayed and she confessed. Saa hii watoto wake wako sawa. Wale walibaki 4. Wako sawa, hakuna mtu anakufa, hakuna ugonjwa. Tuko na wengine kwa sababu ya ila laana unatupiwa magonjwa inaitwa, unakuta kwamba watoto wako wanashafa vitu inaitwa hizi magonjwa za leukemia. Zingine unajua ni za inherited, they are inherited factors. But tuko na ingine kwa sababu ulitenda mzazi, hiyo kitu inakuja. So unakuta kwamba uko na watoto karibu wote. I saw a woman, I cried. Ako na watoto wote 4 na wote wako na leukemia. And the other one yenye nilifanya nikalia ni mmoja ambaye ako university. Na huyu mtoto kusurvive inahitaji avute bangi. Kutuliza nini? Mauchungu ya leukemia. Hata serikali imemwandikia nini? Barua.
avute hiyo nini bangi. Wow. Na hiyo si kinojua, leukemia is a very dangerous disease. So imagine kama ni watu wote 4 wako in that place. Wow. Na ukiangalia inatokana kwa sababu gani? Mtu huyo anaenda na laana. That's why pasipo, kabla hujaingia kwa ndoa, jichunguze unatokezea wapi. Ama bwana yako ni nani? Kama utajichunguza na muombe pamoja, muanze kushikana, utaona kwamba mkianza familia, mnaanza familia iliyo na baraka. Sasa unaleta ikipindi hapa wakati ulio bora sana. Maana tuko na watu sasa wanalia. Ndoa sasa hapa ziko na amani, haziko na salama. Tuko na watu ambao wanashindwa, ni nini hiki nilijiingiza? Maana wakati nilikuwa kule nje, maisha yangu ilikuwa mzuri. After kuolewa ndio vichapo left, right and center. Anawisha afadhali angeremain single. Yes. Na tuko na wengine ambao kile kimeweka kwa ndoa kile kimeweka kwa ndoa ni kwa sababu walienda kwa madhabahu wakaambiwa yes I do till death do us what apart. Tuko na wamama hapa kwa ndoa wanakaa kwa sababu watu watasema nini, wengine kwa sababu ya watoto. Yes. Lakini kazi zinawanyorosha kabisa. Niliambia hata kanisani kama tungebadilisha ile clause kwa Biblia, tuseme kama wewe unasikia kwamba ndoa imekuchokesha ruka. Around 90% wataruka out of marriage. Maana kule kwa ndoa si salama. Ni kwa sababu uliingia ukaoana na mtu wrong. Na hizo vitu zake zote imebidi uzibe. Maana ulifanyika mwili mmoja na yeye. Na tusemi utoke, tutakupatia remedy ya kufanya hapo mbele. Na pia, yes. Pole mchungaji, wacha niseme kabla iende. Yes. Unapata pia, hata before ufike kwa ndoa, kuna mtu unapatanga, umeoana, hujaoana, umeanza tu relationship, umeanza tu courtship, mkisema tutaoana. Yes. But the moment unashikana na this person, yes, your things zinasambaratika. Ni inakuanga problem. Na hujaoana na yeye. Hiyo ni red flag. Inakuonyesha huyu mtu ako na another spirit. Hata Biblia inasema wawili wanaweza tembea pamoja kabla hujakubaliana. Unajua problem yetu Mr. KG. Mungu wetu anatupendanga. Yes. Uwe umeokoka ama hujaokoka. Tuko na kile inaitwanga instinct, hisia. Tuko na vile tunaweza kuja hapo ukute damu yangu na wewe imeoana. Yes. Tuko na vile nitakuja hapo ukute kwamba something is wrong. Ningefanya hii show lakini. Yes. Kitu haiko sawa. Yes. Na wengine wetu kwa sababu ya kupuuza, maana umeona kama kijana ni ka handsome, ama kako na pesa, umeona huyu msichana ako mrembo, so vitu vimekuvutia hapa ni urembo, lakini Mungu kwa kukupenda alikuonyesha dalili. Yes. Maana ulipojiunganisha na udada hata kama mjalala na yeye, ulianza kuona hata ulikuwa unaenda maybe mlikutana na yeye leo, unataka kwenda interview kesho, interview inafanya nini? Inakuwa cancelled. Ama kazi yako ulikutana na yeye ulikuwa unaendelea vizuri, sasa bisirani vinakuja kazini. All of a sudden unavutwa nini? Those are signs zinakuonyesha this is a wrong path. Ama biashara inaisha. Yes. Na mjawana bado. Kabisa. Ama pesa yako wanzo umempatia tu pesa. Hiyo nilikuwa ni sahau. Mtu wa laana ukimpatia pesa yako inakauka. Yes. Mtu ambaye anatembea na laana, hata kama ni mpenzi wako, ukimpatia ukute kwamba umeanza kung'ana, that's a red flag. Because the blessings of God makes rich and add no sorrow. Yes. Kama imekuja ya Mungu kwa maisha yako, inahitaji ieleze baraka. Lakini ukikuta umekuja umempatia, umemnunulia hata kanguo, ukianza kumnunulia kanguo unaanza kustruggle. Umenunulia kasimu, badala ya uanza kuenda mbele unaanza kustruggle. Hizo ni red flag. Zinakuonyesha this person is a wrong person. Anatembea katika laana. Na wengine wetu sababu ya kupuuza, unakuta at the end of the day tumeingia. Nimekuambia saa hii kama sheria ya Kenya inaweza badilika, waseme watu watoke kwa ndoa, wala hawako salama. 90% ya walio kwa ndoa sasa, hata wale walikwanza wale wameoana kanisani, wataruka nje kabisa. Utapata kesho wanatangaza kwa single kabisa. Wale wanaoana kanisani sasa, unajua kwa sababu gani? Watu wengi wangapi wanakubaliana hiyo wenu mikono juu. Mimi ni mchungaji na nakuelezea ukweli, maana 90% ya ndoa tunazoziunganisha kwa madhabahu siku hizi, all over ziko na shida. Comment kama ni ukweli. Ziko na shida. So, wewe ni mchungaji na unasema hivyo? Ninakwambia, maana sinakwambia ukweli. Maana wengine wao waliingia kwa ndoa na emotions, au kufanya uchunguzi.
Wewe ulikuta kakindugu kako pale kanachapa riboko shataba tongues. Unasema bas, hii ndio tutakuwa tunakaa nao kwa nyumba. Tongues haitengenezi ndoa. Shetani akija tunaifukuza. Atakuwa anachungulia kila saa tuko kwa maombi kabisa, tumeshikilia. Yes. Riba, unajua hata tongues zingine zinakopwa. Vijana wengi sasa hivi wanaiga. Hata ukiangalia sasa tongues unakuta zile zinazungumzwa Nigeria ndio zinazungumza wapi? Yes. Hapana mwingine South Africa. Yes. Unashindwa. Kwani mnaongeanga moja nyinyi wote? Yes. Hata wakati Roho alishuka, wakati tuseme ndio kwa hiyo Biblia, Matendo ya Mitume, Roho aliposhuka bila sema kila mtu alizungumza lugha yake tofauti. Hazikuwa the same. Sasa hiyo unakuta kijana ameshika kwanza wako na design ya maombi. Dada akiwa pale anasema bas, huyu atatengeneza right man. Unakuta kadada kako pale kana Rico, niliona mwingine anachapa kwa TikTok mpaka watu wanasema bas is the powerhouse. Let me tell you, angalia vizuri hata wadada ambao wamekaa ndani kabisa kwa Mungu ati wanasema ni prophetess. How many of them are in marriage? So kumaanisha uko na cast, umekuwa cast maybe na a father or your mother. Yes. Or your father or your mother. Yes. Haitambui tu kwa kanisani. Haitambui itakutandika ukifika kwa huyo mpenzi wako mpaka uivunje. Unajua watu wa Mungu hawajaelewa vizuri tena waelewe. Kazi Yesu alikuja kufanya duniani. Anasema ukiangalia description yake alipopatiwa Biblia, alisema Roho ya Mungu hii juu yangu. Amenituma kutangazia maskini habari njema, kuwaweka huru waliosetwa. Sasa kazi ya Yesu ilikuwa kukombolewa. So kukokoka haimaanishi yatosha. Inahitaji ufika hatua nyingine, ulinaunzi vitu vingine ulifanya. Kama ni laana uliona mzazi kufanya, uzikemee kabla hujaanza hizo ndoa. Maana wengine wetu tuliingia tukakataa kuzifanya wakasema Jesus in me is all. Na kama is all, why is it yours is not working? Maana Mungu hafurahii akiona watu wake wanateseka. Unateseka kwa sababu ya mapuuzi. Regardless of how you are a pastor. By the way, hata many pastors, me included, ukifuatilia sana utakuta ndoa zetu ziko na shida sana. Na ziko ni kwa shida kwa sababu gani? Watu believe ya kwamba pastor everything works with them. Na pastor anataka kujionyesha like a perfect man to people. Hata yeye mwenyewe anafikiria kila kitu ni sorting. You must realize unatoka kwa familia. Before you became a man of God, you came from a family. Okay. Na kama tuko na vitu baba yake alifanya kama hujajiri announce. Kwa mfano nikuulize, ushaona mwanamchungaji amehubiri sana all of a sudden anaanguka kwa usherati? Si wako tumeona. Yes. Ukiwafuatilia wengine si kupenda kwao. Ni kwa sababu tuko na kitu inatokana kwao, laana. Familia yao iko na watu ya polygamy. Na hiyo spirit inamfuata tu. So usijaji huyu mchungaji. Mchungaji aliingia kwa wokovu na akakataa kuvunja hizo laana za polygamy. Akakataa ama utakuta kwamba wachungaji wenu unakuta wana rape watoto. Unakuta ukifuatilia tuko na laana kwa familia yao. Mtu mwingine alirepa hapa, babaka alirepa, na hiyo laana ikakuja kwa familia. Mchungaji anafanyika pale. Mwingine unakuta kwamba ni mwizi. Laana ya wizi inafuata mchungaji. Unakuta mwingine ananyang'anya watu. Sikupenda kwa wengine, ni kalana kanafanya kanawafuata. So watu wa Mungu msikize vizuri. Usijaribu kupuuza. Number 3, what happens when you marry from a family yenye iko na uchawi? Tumesema ule mchawi, na sasa tuko na ile familia iko na uchawi. Na kuna msichana ametoka kwa hiyo familia. Sasa huyu unajua anasukumiwa, hiyo uchawi yao inafanyanga kazi na kuja kwenyu. Inakuja kusambaratisha maisha yako. Ama ndugu anatoka kwa familia ya uchawi. There is a lady who called me from US. Mama yake ni mchawi. Dada ya huyo mtoto msana kwa mama huyu ni mchawi. Then huyu mama akamake sure kwa sababu mtoto wake ako Amerika, akatoka huko nyumbani na uchawi yake akaenda nao wapi? Amerika. So alipofika kula Amerika ni kumanipulate mtoto kijana yake. Ndugu ako na bibi yake kwa nyumba, lakini vile vitu mama inafanya kwamba hata ndugu hataki kulala na bibi yake. Mpaka ndugu wako nyumba moja, ndugu analala room moja, dada analala room moja.
Sasa ukioka familia ambayo iko na uchawi, tuko na vitu vitatendeka maishani mwako. Number one, you will never have peace. What? You will never have peace. When you marry a person from a witch family, you will never have peace. Na utakuta kwamba hata wewe kulala usingizi ni shida. Ukilala utakuta unaota vitu weird. Wow. Ukikula yani amani, tuseme amani hautakuwa nayo pande zote. Yes. Iwe kwa biashara hauna amani. Maana altars zile zinasukumwa kwako. Na kwa sababu tuko na mtu ako hapa ni agent wao. Anakubaliana nao. Yes. Damu yao iko kwake. Utakuta kwamba hizo presence zinafanya nini? Zinakuja zinakufanya wewe hata usingizi. Tulienda kwa boma ingine kule kanisa iko. Viti vya 450,000 iko kwa hiyo nyumba, lakini hawa wenye hiyo nyumba hawezi lala kwa hiyo nyumba. Wanataka kulala usingizi wanaenda wanakomboa inaitwa nini? Hoteli wanalala kule. Yes. Na nini kile kinatendeka ni kwa sababu gani? After interrogating the man, we came to discover the lady was coming from a family ambaye mama yake ni mchawi. So they wanted to frustrate. Maana huyu mwanaume walijaribu kumpata wakati hata tulikuja kwamba ceremony of initiation, nakumbuka ile kipindi tulifanya. Walijaribu kumuingiza katika hizo initiation zao, lakini haikuwezekana. So wakati walikuwa haiwezekani, so inabidi wamtumie huyu ndugu roho ya mahangaiko. Ndio unakutangi nafika pahali mtu anafika pale unakuta mtu anatamani tu kujiua. Si kupenda kwake. Yes. Because you are married from a wrong family ya uchawi. So wanakutumia mahisia kwamba nataka kujiua, nataka kujinyonga. Those are things because peace hawatakuruhusu uwe nayo. Wow. Na wengine tunaozungumza wanaume sahihi. Hata kama uko na pesa, hata kama uko na nini umeokoka, lakini ukute kwamba tuko na you don't see kwamba amani inapatikana katika maisha yako. Vitu vyako vyote vinakaa kama vya uchungu. Kama mtu anaitwa kwa Biblia anaitwa Jephthah, Jabez. Jabez alizaliwa na uchungu. Sasa unakuta kwamba familia ambazo ni za uchawi zitasababisha wewe ambao umeoa kule hauna amani. Dada ambao umeolewa huko kwa hiyo boma hauna amani. Tuko na dada ambaye niliomba naye mwaka uliopita ambaye ameolewa kwa familia ambaye mama in-law ni mchawi. Do you know what happened? Huyu mama msichana alizaa watoto mapacha wangapi? 2. Na tulipokuwa nakutana huyu mama wao watoto walikuwa wamefika miaka 10 na ngapi 2, wako grade alikuwa grade 7 kama watoto wangu. Alikuwa grade 7. Sasa huyu mama akakuja ananiletea mtoto wake kijana ambaye mimi nilipigiwa tu simu nikamwambia pastor uko wapi? Nikamwambia niko kanisani. Ninaona watu wa pikipiki wanaleta mtoto yani ameisha kabisa, mata inatoka, ameenda. Kasauka karoho kanadunga kwa umbali. Na wanasema huyu mtoto inafika tu shuleni tu anaanguka na anazimia hivyo. So akasema pastor tulisikia walizungumza kwa redio, tumeleta huyu mtoto maana saa hii nimemtoa tu shule. Alikuwa amemtoa shule Komrok. Akamleta tukaomba na yeye. Nilipokuwa naomba na yeye nikamwambia Mungu, mimi sikujua kwamba tumbo yake mother-in-law amefunga. Maana mother-in-law ni mchawi. Nikamwambia Baba katika jina la Yesu na umbariki mtoto mwingi. So after 1 month ninaona mtu amekuja kanisani anapiga nduru Saturday moja. Kaniambia pastor, this is the Thanksgiving I came to bring you. When I came to your church, sikukwambia kile napitia. Ile nilileta tu ni shida ya mtoto. Na watoto wanateseka si kwa sababu ni wagonjwa. Mother-in-law does not want me to stay in that house because yeye ni mchawi. Huyu ameolewa kwa familia ya uchawi. Bwana yake mama yake ni mchawi. Yes. Na mama yake anachukuanga bwana yake anampeleka kwa uchawi. Na anaweza kuenda wanaenda hata 3 days. Anakuja ati anatoka ati anaenda kuombewa. Si kuombewa ni madawa. Kumbe huyu mama alikuwa ameambia mama kama utazaa mtoto mwingine kwa hii boma, nitajua wewe unaishi unatumikia Mungu aliye hai. Tunapozungumza saa hii Ruth kwa Komorok saa hii ako na mtoto kijana amezaa wa pili. Sikuja atupe hata ushuhuda. Si muhimu nitamuita tu akuje. Unajua wengine wanaogopa kukuja huko.
lakini nitamzungumzia na yeye. Huyo kwanza kuna testimony vizuri sana Ruth. ya uchawi. Ruth kuja. Nitampigia simu nikitoka hapa, nimwambie hata mimi mwenyewe naweza mleta hapa akuja zungumze. Kwa uchawi ule mama amefanya kule, akasema kwamba kama nitajua unatumikia Mungu kama utazaa mtoto. Sasa hii niliombea mtoto. Ni kijana sasa hii. Alizaliwa 2024 mwezi wa 6 ndio mama alipata hiyo mimba. Glory be to God. Yes. Lakini kwa sababu gani? Kwa hii familia mama ni amesema kama utapata mtoto nitajua wewe ni nani, na sio yeye peke yake, ameangaisha hata mabibi zingine kwa hiyo familia. So unaweza kuwa wewe ni a lady umetoka kwa familia ya uchawi. Ama pia wewe ni kuzuri, lakini umeolewa kwa familia ya uchawi. Bado itakuwa affect kabisa. Maana ile inafanya, unajua sasa umetoka kwenyu na umekuja kwa environment nyingine ambayo hakuna Mungu pale. Usipopata mtu wa kukubaki katika maombi, unakuta vitu vinasambaratika. Sasa unaona kama huyu mama mtoto wake analetwa shule tu, sio ni kukosa amani. Every day ameanguka. Na ni kitu fani, wamezaliwa mapacha wangapi? Wawili. Msichana na kijana. Ule anaanguka ni kijana. Maana wanajua kijana ndio atakusaidia hapo mbeleni. Maana msichana si atapata kuolewa. So anataka ku make sure uzao ya huyu. Na unajua kijana bwana yake amefunikwa macho na mama yake. Kile mama yake anasema ndio kijana anafanya nini? Now I get you. Wakati umeoa kutoka kwa familia uchawi, ama umeolewa katika familia uchawi, sasa inakuwa ni wazazi ndio kusema. Nyinyi hamna sei. Sasa mtasema aje na wao wanataka kushika hatima zenyu. Mtoto unaambiwa left, tunataka pesa fulani. Tunataka ukose kufanyia bibi yako. Sio tuko na wandugu wameoa lakini hawezi patia mwanamke pesa. Mimi nimeona mwanaume mwingine anaenda mpaka ananunua sukuma. Maana mama yake amemwambia usipatie bibi yako pesa. Sukuma hata chumvi. Mwanaume anaenda anunua lete bibi. Ndio hizo. Sasa mwanamtoto wa watu alikuja anahangaika tu, ni kwa sababu kwao kule ametoka mama yake amemwambia ndugu usipeane pesa kwa huyu kijana. So mwingine unakuta kama ni dada ni dada ameolewa kwa dada mwenye ametoka kwa familia ya kiuchawi na amekuja kwako, utakuta kwamba huyu dada tuko na vitu atakufanyia weird. There is a man who came before I finished. There's a man who came to the church the first time I came here. She married from a witch family. Huyo jamaa kile anapitia ni kigumu, ni mzee. Anaweza kuwa amelala hivi anakuta vitu vinatembea wapi? Kwa mabati. Ana amani, hata akikuja kanisa unaona anastuka namna hivi. Na ni mtu mzee na ako na pesa yake. Maana huyu mama alipokuja anasema tuko na wakati bibi yake alienda nyumbani akakuja na nyama imepikwa. Na mimi nikamwambia ulifanya makosa. Maana huwezi kula nyama ya imetoka nyumbani kwa ujombani, kwa nini kwa mother-in-law ukule? Kumbe hiyo nyama ilikuwa imetoka kwa mama, ameisemea maneno yake, na was the turning point of this man. So anageuzwa kuwa kitu ambacho mdada anataka anafanya. Na unakuta tena ndugu pesa zote anapeleka wapi? Kwa kina dada. Anakontroliwa sasa. Unakuta wakiambia unafanya zuzu. Ati mama anataka pesa ya ng'ombe na kwenyu huna nyumba. Na kwenyu wazazi wako wanateseka. Hawana hata kuku. Na inatokana kwa sababu gani? Umeletewa chakula kutoka kule nyumbani, kwa hiyo uchawi. The families za uchawi kile wanatamananga wanafatakanga ni kudominate. Hata kule nyumbani ukiona familia inafanyanga uchawi, utakuta hao ndio wanaogopewa hiyo mtaa. So when you marry from that family, they will try to take control over you. Kama we ni dada unaingiza uoga. Tuko na wadada wako hapa wananisikiza vizuri. Umeolewa mahali lakini we ni muoga. Si waseme hapo, wakome. Unajua wakisema ndio tunajua. Kabisa. Wako na uoga, hata akifika kule nyumbani kwake anatulia, yani ni kama amefika kwa simba. Because the Bible says he has not given us the spirit of fear. Lakini pahali fear ina dominate, jua tuko na mamlaka ingine yako, si mamlaka ya Mungu. Na watu wote ambao wanapitia mambo kama hii, God anataka awakomboe. Anataka aweke kwa ile level mnatakana muwe. Na itafanyika hivi ni uelewe kwamba
be very careful, most so kwa wale ambao wanataka kuoa. Tafuta uelewe huyu ndugu anatoka wapi, kwao kuko namna gani. Yes. Huyu sister ni nani. Usipatane na mtu hapa town ukasema tu ninaoa huyu ni nini. Ndoa si sura, ndoa si pesa. Pesa zinaisha. Kwa mfano kama ukiwa na miaka 22 na Mungu amekuhesabia utaishi miaka 100, inamaanisha if you marry wrong for the next how many years, for the next 78 years utakuwa unapitia shida yote. Tangia unapoingia kwa ndoa ni machozi na kilio. Ndoa haitakikani kuwa ya machozi, lakini inafanyika ya machozi kwa sababu gani? We marry people who carry a curse. We marry people who are witches themselves. We marry people ambao wamefanya namna gani? Wametoka kwa nyumba za kiuchawi. Then the last one nataka nimalizane nayo, when you marry somebody who has given himself to the devil. Tuko na tofauti ya hiyo. But hata before to the devil. Yes. Kuna these people ambao wao wameenda kuoa kwa familia yenye ambayo watu waolewangi. Yes. What will happen to you? Kwa familia yenye watu waolewangi, hiyo ndoa haiendi mahali. Tuko na familia naijua, nilienda kuhubiri kule sehemu za Kitui. Karibu village mzima. Ati wadada wote wamefanya nini? Wamerudi. Wanaendaga kwa ndoa, wanarudi. Yes. Utakuta dada kwa pale watoto wake 3, 4, ni kijiji. Ukiolewa kwa familia ambao watu waolewangi, ukweli ni kwamba utakaa kwa ndoa hata kama itajaribu miaka 5, lakini haikuna pali inavunjika. Na pia men vile si ndio? Unapata men hawangi kwa hiyo familia kabisa, na umejipeleka kuolewa. Yes. Itakuwa tu dakika moja tu umefurahia uko kwa ndoa, lakini at the end of the we are talking a really life issues. Yes. There are people who have gone, ndoa haifanyikangi kazi kule, na ni kwa sababu ya uchawi. Wewe utakaa pale juzi nimekuwa na mtu ameniambia on Friday, yeye ameamka toka sema mimi nasikia hii ndoa sitaki kuendelea nayo. Yeye anafikiria ni yeye. Lakini si yeye. Kula ameolewa. Vile niliangalia story akaniambia brother yake bibi yake alienda, ndugu yake bibi yake alienda, sister zake zote hawako kwa ndoa. Sasa kwa nini yako isimame? Inahitaji Mungu. Na inahitaji sasa uamue kwamba vile nimeingia hapa, kama hizi hazikufanya kazi, utambue ni laana, ni uchawi, na ni nini, udeal nazo. Pigana vita. Na hata kama utafanikiwa kukaa hapo, watoto wako watakuwa in danger. Okay. Because Biblia inasema it affect mpaka kizazi cha 4. By the way. Na isipokatishwa na mtu, itakuja kwetu. Kuko na hizo laana za polygamy, laana za ulevi. I had to deal with them. Ilibidi nishughulike nazo vizuri sana. So kama sio Mungu kuchagua wewe, sio bomu ingekuwa vile vile. Wote wasista wote wangu makazini karibu wangu wote wako kwa ndoa. Hata kama ungekuwa pasa pia ungekuwa mmoja wao. Kabisa. We thank God. So hii vitu iko very spiritual na watu waelewe sana. Life is spiritual. Kabisa. Tunapotaka tutie tamati ni dili tuna hii kidogo alafu niwapatie remedy. Tuko na wale ambao wamejipeana kwa shetani. Unakutana umeoa na dada ambaye amejipeana kwa shetani. Wale wanaingia sasa kwa devil worshipper. Tumesema la mdada marrying somebody ambaye ako na laana, marrying somebody kwa familia iko na uchawi, na ujaguzi kwa mtu ambaye ako na spirit of failure. Spirit of failure. Yes. Tuko na watu ambao wako na hiyo spirit of failure, ambao unakuta kwamba kila chota nagusa kinavaa nini? So hata akikuja kwako kama ni bibi, bado pia utafeli. Kabisa. But kitu ambacho inanishangaza, mbona mimi ni fail na mimi sio wao? Yes, naelewa ni about itaingilia kupitia kwa sex na nini. Yes. But inaumiza watu sana hii pasi. Unajua inaumiza kwa sababu gani? Somebody hajaichukua initiative ya kujitenganisha na hiyo. When I married my wife, there are prayers I used to pray. Baba, kila kitu mke wangu amebeba kutoka kwao ambacho si chako, ninajitenga nayo. Natenganisha watoto wangu nayo, and I pray that every day. Oh, sio kitu siku moja. Yes. I pray that because I know my children are coming. Ninaomba hata mimi maombi mengine kwa familia yangu, kile kimefuata baba yangu kutoka kwa mizizi yake hakitanifuata.
Ninaenda mpaka kule mamangu alitoka. Maana bado niko na damu ya mama yangu. Kule mamangu kule alitoka. Kama watu hawaolewangi kule, watoto wangu wataoa. Kama watu wanang'ang'ana kule, mimi ni sitang'ang'ana. Kama watu wana fail kule, sita fail. And I go that and I pray from the side of my mother's side, the side of my father's side, the side of my wife mother's side, the side of my father's side. Okay. Maana hizi vitu vyote zina intertwine. You go round. You go round. Maana damu hii isipotoka kwenyu itatoka kwa bibi yako. So utakuta kwenyu mko sawa, lakini kama kwa bibi yako kule kwao wanang'ang'ana, utakuta hiyo kwa sababu unaangalia kidamu inakamata watoto wako. So tuko na watu ambao wako na hii roho ya kufail kila maisha. Chochote wanaguza kina fail. Yes. Wewe kama mtu ambaye unajua, maana sio kwamba hutaelewa imefail. Utakuta kama mzee wako akianza ka biashara kanaanguka. Hiyo ni red flag number 1. Akienda kazi anavutwa tu ovyo ovyo. Wewe naye pia iko shida. So inahitaji kuja kwa inaitwa factory setting. Kabla hujaendelea mbele, kabla haijafika miaka 10 pale mbele, factory setting. It's like resetting. Resetting yourself. Umeita mzee wako vikao, mwambie tafadhali haiendi vizuri. Hii mambo haiko sawa. Let's deal with it. Na ukifanya namna hivyo, mtasonga hapo mbele. Lakini unajua tena tuko na wazee wengine nao haambiliki, wametumiwa kiroho. Asema wewe naye unasema wewe ni mama, nyamaza. Wewe unajua nini? Yes. Lakini you need to also to involve third parties. That's why pastors are there. Okay. Wapastor wanaweza kusaidia. Usiache nyumba yako. Unajua wale watu wanaitwaga divers. Divers wakiitwa kwamba mtu anazama. Kama bado unarusha mikono kwa maji hawatashuka. Watakwambia tulia. Then waingie wakuchukue. In other words, nasema namna gani? Wewe kama haujaitana, wewe kazi yako bado unarusha mikono kule, haujaitana mtu akusaidie. Hakuna mtu atakusaidia. So katika shida kama ukiona kwamba mzee wako ana fail, kabiashara kana fail, ama ndoa yenu ina fail. Ndoa yenu ina fail. Kila kitu mnafanya na fail. Kina fail. Jiite kinaitwa factory setting. Kama mkutano. Hiyo ni spirit of failure. Yes. Na uanze kuiamulisha hautanifuata tena. So inaweza kuwa iko one of you. Yes. Ndio ina affect nyote. Si mko kitu kimoja sasa? Unajua wakati kile watu wajaelewa, ndoa haikuangi kwamba ukiingia ndoa tu unaweza fanya vitu yako peke yako. Whatever your partner do can affect your life. Whatever is affecting your wife can affect your life. Yes. So maana mmekuwa kitu kimoja. So watu wa Mungu, please, failure kwa ndoa, failure kwa mtu binafsi, vitu vyake angalia na uambie, ujirudie, na hata kama mtaitana huyo mzee wako ama bibi yako, useme by the way, things are not right. Hii vitu haiendi sawa. Maana hatuwezi kuwa tunaanza kila kitu kinafanya nini? Kinaanguka. Tunakuwa tu tunalia, hata watoto wetu wanakuwa mkia tu kwa shule. Everything about us. Wewe umevutwa kazi. Mimi biashara imeisha. Ulianzia biashara imeisha. Mimi kazi nili-apply sipati. Wewe nayo tuko hapa tunahangaika. Hey, what's wrong? You must call yourself to a meeting. Maana hii ita affect maisha yako hapo milele. Na kwa sababu ya muda wetu, watu wa Mungu wale ambao wamejipeana kwa nini? Kwa devil worship. Usikose kutumalizia. Wakati watu wanaenda kwa devil worshiper, wanapatiwanga masharti. Tuko na ule anaweza pewa, anaambiwa kwamba kuanzia leo hautalala na mwanamke. Tumechukua umewa. Kuanzia leo pesa zako hazitasaidia familia. So watu wote ambao wamejipeana kwa devil worshiper, ukiwa mmoja wao, jua yuko na consequences utaishi nazo milele. Mwingine ameambiwa kwamba tutahitaji uzao wa mke wako. So utakuta mke wako akipata mimba, inaenda. Akipata mimba, inaenda. Mwingine utakuta kwamba huyu mwanaume anaambiwa hutalala na mke wako, lakini tuko na karoho katakuja kanalala na mke wako. So utakuta mke wako akilala usiku, anaota kama analala lakini mume wake akimguza ni baridi. So what you are trying to do, the devil inachukua, wewe umewekwa pale kama puppet ya shetani kuja kuchukua damu yako kwenda kutumia kwa madhabahu yao. So unakuta dada wengine wanasemanga mtu anaitwa spiritual husband ameolewa. This is what is happening.
Maana kama umeolewa na bado unalala na mtu kule nje na unakuta kwamba mzee wako, mwingine aliniambia mzee wangu hajaniguza for the past 2 years. Lakini kile naota ni kwamba every night nautanga nimelala na huyu mtu anakujaga kama na sura ya mme wangu. Na wanamaliza anasema wanafanya vizuri kabisa. Akiamka asubuhi she is very satisfied. Lakini hii haiaffect akiambia mzee wake affectiwi. Mzee wako na shughuli zake na kuendelea na biashara. Ni ndoto tu na pesa, namwambia si mama na nini nakupatia pesa, hiyo shida ni ya nini? Wewe endelea na nini na maisha. That's what happens when you marry somebody who has given himself to the devil. You will, there are consequences kama hizi premature deaths. Tuko na watoto wako wataenda, utakuta kwamba huta enjoy sex life katika maisha yako yote. Tuko na pesa hutaguza kwa mume wako. I think hiyo ni topic ya another day. Yes. Hiyo ni topic another day. Yes. I think utakuja na hiyo topic. Amen. Kwa sababu kuna watu kwa mandoa hawaelewi what is happening. Kabisa. Kuna vitu strange wanaona, wanashangaa. So hiyo topic, amen, I think tunaitanga kuipreserve ama tunaiweka kapos kidogo. Kapose hapo. Amen. So mtu ako like now that hizi vitu zote pastor ameongea, mimi kwangu ni hii. Yes. Mimi naona kwangu napitia hii. Yes. Ama naona sister yangu nimeona yake ni hii. Au ndio najua. Yes. Ama naona brother yangu by then kama amefungwa. Atusaidii. Tunahangaika na kuna pesa kama sijui nini. Lakini kwa kina bibi anafanya magari. Nanunuliwa daily. Yes. Sisi hata uji kupata ni shida. Tufanye nini? Yes. Number 1, watu wa Mungu, tafuta mtu wa Mungu awasaidie. Suluhisho tu ni kwa Mungu. Hakuna njia nyingine. Maana ukiwezi enda kwa mganga. Watu hivi wenyewe wanajiombea pia. Sasa wanasema kinyozi hajinyoi. Okay. Na wewe hizi pigana na kitu ambacho kimekuweza. Unahitaji another higher power ya kukusaidia. Unaweza omba ndio, lakini you need another party. There is a reason why Mungu anatupatia watu wanaitwa wachungaji katika maisha yetu. Ingine hata si kwenda hata kwa wachungaji. Ingine ni wewe mwenyewe uende kwa mzazi wako. Maana kuna wale tulisema laana inakuja. Inahitaji uende kwa mzazi wako kama kwa hai, arudishe aseme mtoto wangu barikiwa. Aseme msichana wangu enda uendelee maisha. Hiyo ingine urudi kwa mzazi na Mungu atatenda. Ingine kuja kwa Mungu, tuombe na Mungu atatenda kazi yake maishani mwako. Lazima tu ikuwe wewe. Si lazima ikuwe mimi. Kama akitafuta mwingine wako na wachungaji wao, lakini roho hiki kutuma ukuje kwangu, kuja tutasaidiana na Mungu atatenda. Lakini kila mtu uende kwa mchungaji. Unajua kitu watu hawajagundua, hakuna mchungaji ako powerful kuliko mwingine. Ni imani yako inakusaidia. Ni imani. Wengine wanazunguka, wanaenda palipota, hakuna kitu kinatendeka. Kile Mungu anahitaji kutoka kwako ni nini? Imani. Hata ukikuja kwangu pasipo na imani, hakuna kitu nafanya nini? Inatendeka. So make sure you seek that remedy na Mungu atatenda. Ndoa yake itarejesha vizuri. Kitu cha kwanza kabla hata hujasikia hivi vitu, jiite mkutano. Na ujiulize vile wazungu wanasema, where did the rain start beating us? Mvua ilianza kutunyeshea wapi? Maana hii shida mnapitia ilianzia mahali. Mkigundua hiyo, mguse mkono kwa hiyo kitu ilianzia, hapo mko ready to go. Na Bwana atawatenda hapo mbele. Yes sir. Wow. Unaenda kuwa na anniversary, right? Yes. Ambayo itakuwa next week. Yes. Ni this week ama next week? Next week, that is on 30th. Tumebakia tu hii Sunday tunaruka, hiyo Sunday na ile nyingine. Yes. Alika watu. Mbona utualike? Ama utaki tukule keki? Asante, karibu sana watumishi wa Mungu. Tunawakaribisha kama Manifested Glory Tabernacle. Tunasherehekea miaka 10 tangia Mungu kutupatia huduma huu na tumeona Mungu akitenda makubwa. Jumapili ya tarehe 30 mwezi wa Novemba ni Jumapili ijayo. Na wakaribisha mkuje tukule keki pamoja, tukunywe, tukule chakula pamoja na tusherekee na tusikize neno la Kristo. Hata hapo wale ambao ni wageni wetu, ukitaka kuniona one on one, tutaspend ka time kidogo tuzungumze hapo kabla lunch na Bwana atakutenda mema. Karibu sana kwa moyo mkunjufu, ninawakaribisha sana. Yes sir. So maybe mtu ako like tutapataje mtumishi ama pastor ama apostle, watakupataje? Mimi utanipata kanisani tuko along Kangundo Road between Ruai and Kamulu, pale panaitwa Kanisani Stage. Kanisani Stage utapatikana pale, na kwa namba yangu unaweza nipata kwa namba yangu ya simu 0700 544
136 07 00 544 136 ama kizungu +254 700 544 136 +254 700 544 136. Wow. God bless you. Thank you so much, sir. Asante sana. God bless you sana. Amen. I hope umeweza kulearn kutokana na hii story. By the way, kuna mtu aliniuliza, KG, sasa na wewe tungependa kutusupport aje. Fanya hivi. Usishinde mambo mengi. Kama una uwezo kutuchukulia kamera pale nje, kutuanulia tu kamera mpya, wewe tupe. Kuna mtu alinitext, kuna Jane, kuna Magi, KG, how can I support you? Niliwajibu. Na kama pia uka hapa, usingoje kwenda ku email kunitext ama kwa WhatsApp. Please, kama kwa pale unaweza kuanua tu kamera, tuongezee kwa hizi zenye tuko nazo. Maana tuko na upungufu yani. Tutashukuru sana. So I want to say thank you so much for always tuning in. I love you. Make sure you follow Pastor or Apostle Alfred. Nitakuwa safi sana. So mwaka inapoenda kuisha, nawaambiaje, God bless tu sana. Unaposafiri, by the way, make sure uko careful sana. Wanasema don't drink and drive. Be careful, maana ni holiday seasons. God bless tu sana. Bye bye. See you next time. Amen.